leo naenda kuzungumzia kuhusu ufunguaji wa masoko mapya ya mazao ya kilimo na kuongezeka kwa fursa za biashara za kimataifa. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania inapenda kufahamisha umma, wadau wa sekta ya kilimo, wazalishaji, wasafirishaji na wawekezaji kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara imeendelea kufanikisha upatikanaji wa masoko mapya ya mazao ya kilimo katika jitihada za kukuza biashara, kuongeza kipato cha wakulima na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Katika mafanikio haya Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania pamoja na Mamlaka ya Afya ya Mimea ya Jamhuri ya Afrika Kusini tumefanikisha majadiliano ya uwili, yani bilateral meeting, ya kitaalamu kuhusu matakwa ya afya ya mimea ambayo yamefanikisha kufunguliwa rasmi kwa soko la ndizi mbichi, yani green banana, kutoka Tanzania kwenda Afrika Kusini. Hatua hii inafungua fursa mpya kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa mazao au zao la ndizi kunufaika na soko hilo la kikanda na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika biashara ya kimataifa. Mamlaka kwa sasa ipo katika hatua ya kuandaa sasa utaratibu wa kuwafahamisha wadau na umma kwa ujumla kuhusu masharti, vigezo na taratibu zinazopaswa kufuatwa ili kunufaika na fursa hiyo ya soko. Utaratibu huo utahusisha utoaji wa miongozo kuhusu mahitaji ya afya ya mimea, viwango vya ubora wa mazao, taratibu za ukaguzi na uthibitishaji pamoja na masharti mengine ya usafirishaji yanayotakiwa na soko la Afrika Kusini. Lengo ni kuhakikisha wazalishaji, wakusanyaji, wasafirishaji na wadau wengine wanazingatia kikamilifu matakwa ya soko hilo ili kuongeza ushindani wa ndizi za Tanzania na kudumisha upatikanaji endelevu wa soko hilo. Kuhusu soko la parachichi nchini Afrika ya Kusini, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania imefanikiwa kusajili makampuni 15 yanayojihusisha na uzalishaji, ufungashaji na usafirishaji wa parachichi kwa ajili ya kuuza katika soko la Afrika Kusini baada ya kukidhi matakwa yote ya afya ya mimea na viwango vya biashara vya nchi hiyo. Aidha, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania inaendelea na usajili wa makampuni katika mfumo wa forodha wa China General Administration of Customs ya China au GACC, ambapo katika kipindi cha hivi karibuni imefanikisha usajili wa makampuni mengine 10 katika mfumo wa GACC na kufanya sasa idadi ya makampuni ya Tanzania yaliyosajiliwa katika mfumo huo kufikia 418. Usajili huu unawezesha makampuni hayo kuuza na kusafirisha mazao mbalimbali ya kilimo katika soko la China, moja ya masoko makubwa duniani. Mafanikio haya ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya 10 inayolenga kufanikisha ukuaji wa sekta ya kilimo kwa 10% na kuongeza thamani ya mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi kufikia dola za Marekani bilioni 30 ifikapo 2030. Ajenda hii inaweka mkazo katika kuongeza uzalishaji, tija, thamani ya mazao na upatikanaji wa masoko ya uhakika kwa wakulima wa Tanzania. Aidha, mafanikio haya yanatekeleza maelekezo ya
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa akisisitiza kuwa Tanzania lazima ijitosheleze kwa chakula na kuzalisha ziada kwa ajili ya kulisha mataifa mengine. Dira hii inalenga kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa chakula na mazao ya biashara katika ukanda wa Afrika na dunia kwa ujumla. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania inapenda kusisitiza kuwa upatikanaji wa masoko haya umewezeshwa na uzingatiaji wa matakwa ya makubaliano ya hatua za afya ya mimea na usalama wa mimea na wanyama, yani Sanitary and Phytosanitary Measures au SPS, pamoja na viwango vya kimataifa vya afya ya mimea vinavyosimamiwa chini ya mkataba wa kimataifa wa afya ya mimea, yani IPPC. Uzingatiaji wa matakwa hayo ndiyo msingi wa biashara salama, endelevu na yenye ushindani katika masoko ya kimataifa. Kadhalika, mafanikio hayo yanadhihirisha kuimarika kwa mifumo ya afya ya mimea nchini, ikiwemo udhibiti wa visumbufu vya mimea, ufuatiliaji wa mazao kutoka mashambani hadi sokoni, yani traceability, ukaguzi wa mashamba na vituo vya kufungashia mazao, yani pack houses, pamoja na utoaji wa vyeti vya afya ya mimea vinavyotambulika kimataifa. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania inawahimiza wakulima, wasafirishaji, waendeshaji wa pack houses na wadau wote wa sekta ya kilimo kuendelea kuzingatia matakwa ya afya ya mimea na viwango vya kimataifa ili kuongeza ushindani wa mazao ya Tanzania katika masoko ya kikanda na duniani. Serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali katika kufungua masoko mapya, kuondoa vikwazo vya biashara vinavyohusiana na afya ya mimea, kuongeza thamani ya mazao na kuwezesha wakulima wa Tanzania kunufaika zaidi na fursa za biashara za kikanda na za kimataifa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.